katika kutekeleza haya mapendekezo tunatoa elimu katika maeneo ambayo tunaona yana mapungufu. Kama hapa leo tulitoa elimu kuhusiana na dhamana, masharti ya dhamana, wananchi waweze kujua kwamba dhamana ni haki kulingana na sheria inavyokuwa imetoa kwenye yale makosa ambayo yana dhamana. Vile vile tulitoa elimu kuhusiana na haki na wajibu wa mkopaji na mkopeshaji. Sisi wote ni mashahidi katika swala hili. Tumeona migogoro mingi inayotokana na masuala ya ukopeshaji na ukopaji. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakaelewa kupitia makundi hayo, wakaelewa kwa sababu dira yetu 2050 inataka kuwa na taifa ambalo lina amani na ustawi. Mnapoenda kutoa ushauri, mnapowashauri watu, mnapowapa watu elimu, hakikisheni mnawaambia kwamba hakuna pesa inayopatikana kwa wepesi. Hakuna pesa ya bure. Hakuna utajiri unaokuja tu. Wafanye kazi, watii sheria. Huo ndio msingi wa maendeleo, utu, mshikamano wa taifa lolote lile. Haya makosa yameongezeka sana katika jamii yetu. Nadhani ni wakati mwafaka pia kwamba isifanyike jitihada za haya makosa kuangalia kweli yanahitaji dhamana au la. Na baadhi katika ile tume ya kijinai, baadhi ya vitu ambavyo watu walilalamikia ni haya makosa ya ulawiti na ubakaji kuwa na dhamana. Kwa hiyo serikali ilichukua ikafanyia kazi na ikatolea baadhi ya mapendekezo. Funza mambo mengi, na nimeona kwamba jamii kweli inahitaji kujifunza mara kwa mara juu ya sheria zetu tulizo nao, ziwe kwenye penal code au zingine ambazo ziko katika taasisi mbalimbali. Hii inatusaidia sana kwa sababu hatuwezi kujua mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo pengine tunapozitumia au tunapoishi tunaweza tukawa tunavunja sheria, na itasaidia sana kama semina hii itaendelea na wale wanaopata mafunzo haya waweze kufikisha kwa jamii. Tumejifunza vitu mbalimbali ikiwepo haki ya mtuhumiwa na dhamana, ambapo hapo nimeelewa kumbe mtuhumiwa pia ana haki zake za msingi. Kwa mfano, ana haki ya kupatiwa dhamana, ana haki ya faragha, ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo nimejifunza vingi ambapo pia nitawaelimisha na jamii yangu. Pia tumejifunza haki za mkopeshaji na mkopeshwaji. New Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. In the name of Jesus, unleash. Ni kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774 78 1537 au 0689 82 25 10. Wote mnakaribishwa. Yesu.